Naam, uhali gani mtazamaji wa ASAM Online TV. Hizi hapa ni siku tatu tangu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kufungua tamasha hili la uwekezaji. Lakini leo tamasha hili linaenda kufungwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar Dr. Saddam Kuya, ambapo leo hii anaenda kufunga kongamano la wana diaspora. Lakini yote kwa yote, wana nini wana diaspora na kitu gani ambacho kitaenda kuzungumzwa siku ya leo kwenye kongamano hili? Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim. Tunaelewa kwamba mara nyingine tunakutana na changamoto mbalimbali, lakini tuko hapa kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo zinaukabili kama diaspora. Najua kwa Zanzibar kama uchumi unaoendelea kwa kasi zaidi. Kama mnavyojua tunaendelea, sisi tunakuwa kwa wastani wa 7.3 mpaka 7.4 despite ya global challenges, geopolitics na vitu kama hivyo, lakini Zanzibar tumeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika maeneo mbalimbali kwenye miundombinu ya barabara, miundombinu ya afya, miundombinu ya elimu, miundombinu ya mifumo na kwingineko kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Tunaona tunachukua madaktari kutoka nje, lakini pengine inawezekana tunao madaktari ambao ni diaspora na wana ujuzi mzuri, wanafanya kazi nzuri, basi tunawakaribisha ili kuja kushirikiana nao kuona kwamba ujuzi ambao wamekwaya wanakuja kupractice hapa Zanzibar. Sisi tutawekea mazingira mazuri. Tunajua baadhi yao wanafanya kazi nzuri, hasa katika masuala ya sayansi na teknolojia, wanafanya kazi nzuri. Bado fursa hiyo ipo. Diaspora tuungane kwa pamoja kuona namna gani sasa kile mlichokipata mnakuja mnakifanyia kazi nyumbani, mnakuja kuwekeza, na uzuri kwamba serikali imefanya reforms kwa ajili ya kushirikiana na private sector. Kwa maana hiyo hata diaspora nayo ina nafasi kubwa kuhakikisha kwamba tunafanya uwekezaji huu. Kwa mara nyingine tena nataka tu nitoe wito kwa wana diaspora wote wa Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumla kuendelea kuziunga mkono juhudi za serikali katika hatua za kuimarisha maendeleo. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji Zanzibar, Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, amesema wakati umefika kwa diaspora wote kuungana na kushirikiana kwa pamoja katika kutumia fursa za uwekezaji zilizopo nchini kwa manufaa ya taifa na vizazi vijavyo. Pia nilikuwa namwambia mkurugenzi wa diaspora, kuna best practices duniani, na mara nyingi diasporas wanakuwa wanasaidia zile nchi ambazo kwa kweli zinaendelea. Sijui kama kuna diaspora Marekani, diaspora anasaidia Marekani, wale tayari wako juu, si ndio? Lakini hizi nchi zetu zinazoendelea learn best practices kutoka kwa wenzetu. Philippines si mbaya hata kidogo kuzitoa zile changamoto tukazijua kama serikali. Tuambieni hapa, imekuja issue ya kwamba okay, mimi ni diaspora, mimi nina haki sasa ya kurithi ardhi. Je, mwanangu, mjukuu wangu? Ni kitu ambacho ni muhimu sana serikali ikitambue, na tujue jinsi gani tunaweza tukaweka miongozo na sheria ya kufikia huko ili muweze kufaidika. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar ZIPA, ndugu Saleh Saad Mohamed, amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimeweka mazingira salama na yenye uhakika kwa diaspora kuja kuwekeza nchini, huku zikiahidi kuendelea kulinda na kuendeleza miradi yao. Sisi ZIPA tuna kazi tatu muhimu zaidi. Ya kwanza ni kufanya promotion ya uwekezaji, lakini ya pili ni kufacilitate uwekezaji, lakini kazi ya tatu ambayo ni ya muhimu kwa zaidi ni ya kuprotect, kulinda uwekezaji. Kwa hivyo kwa nasaba kikao hichi, kwanza niseme kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Serikali ya Jamhuri ya Tanzania, ZIPA inawahakikishia diaspora wote ambao wanakuja kuwekeza nchini, miradi yao, biashara zao tutaendelea kuzilinda. Lakini kama serikali, kama ZIPA, kama taasisi nyingine za serikali, tumejipanga kuhakikisha kwamba fursa hizi za uwekezaji ambazo serikali anazitoa zinakwenda sambamba kuwapa fursa, kuwapa nafasi diaspora
kuwa ni sehemu ya uwekezaji huu. Ukiangalia mashirikiano baina ya wanaofanya biashara na wanaowekeza pamoja na labda niseme serikali, ushirikiano umekuwa ni mzuri. Sheria zimekuwa zikiboreshwa, tumeona sheria zikifanywa marekebisho. Kwa mfano ZIPA wamefanya marekebisho ya sheria yao ya uwekezaji mwaka 2023, sheria ambayo imetoa ulinzi zaidi kwa wawekezaji, imetoa more incentives kwa wawekezaji na imetoa pia mamlaka makubwa zaidi kwa ZIPA. Kwa hiyo kiujumla wake ni kwamba mazingira ya uwekezaji, mazingira ya kibiashara kila siku yanaboreshwa, hali ambayo tunaona matunda yake. Wanaonia ya kuwekeza Zanzibar, wanaonia kufanya biashara kila siku wanaongezeka kwa sababu mazingira yamekuwa rafiki zaidi, mazingira yamekuwa bora zaidi. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwankasi.